Mwanamichezo ni mengi ambayo yanaonekana katika dirisha dogo la usajili. Kila mmoja katika nafasi yake akihitaji kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao anaamini ya kwamba wataifanya timu yake kuwa imara, kuwa bora na kutimiza idadi kubwa ya mahitaji makubwa ambayo kama timu wamejiwekea. Simba ni miongoni mwa timu ambayo inahitaji kufanya maboresho makubwa, na katika upande huo tayari imemtangaza kocha mpya kwa maana ya Steve Becker, ambaye yeye atasaidiana na wasaidizi wake wengine wakiongozwa na Suleiman Matora. Simba ni miongoni mwa timu ambayo kwenye dirisha dogo inahitaji kufanya usajili wa makini, kuhakikisha kwamba inaingiza wachezaji muhimu na wachezaji ambao watakuwa imara na bora zaidi, na kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri katika michuano yote wanayoshiriki, michuano ya ndani lakini pia michuano ya kimataifa. Usiyoyajua nyuma ya pazia, basi unapaswa kuyajua kwenye usajili wa moja wachezaji ambao Simba inahitaji kuongeza ndani ya kikosi chao. Hapa namzungumzia mwamba anayejulikana kwa jina la Fawaz Issa Basadien. Huyu Fawaz Issa Basadien ni beki wa kushoto ambaye kwa sasa anaitumikia timu ya Mamelodi Sundowns Masandawana kutokea katika taifa la Afrika ya Kusini. Kunani huko kati ya Simba pamoja na Fawaz Basadien? Nini ambacho kipo mezani kati ya wababe hawa wawili? Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza, pia hakikisha umeweza kusubscribe, lakini pia usahau kulike video hii ili uzidi kuzipata na kuhakikisha kama unapata taarifa zote za kiusajili ukiwa wa kwanza katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Bwana, karibu tutazame taarifa hii kwa kina zaidi kwenye mambo ambayo ni mambo ya muhimu na ya msingi zaidi katika usajili wa Fawaz Issa Basadien kutua ndani ya Simba. Ukweli ni kwamba Simba Sports Club baada ya kocha wake kutua katika ardhi tukufu ya Tanzania, na leo hii akiwa tayari ameianza kazi maalum ya kuhakikisha kwamba anaipeleka Simba katika nchi ya ahadi. Simba wanazidi kupush ili kuhakikisha kwamba wanakamilisha dili la Fawaz Issa Basadien kutua ndani ya kikosi hichi. Obviously tunavyozungumza wakati huu tayari Simba imefikia katika asilimia kubwa ya kufanikiwa kupata usajili wa mchezaji huyu au kupata sign ya Fawaz Issa Basadien, kwa sababu ndani ya Mamelodi Sundowns ukitazama wachezaji kama Ofrey Modiba, ukitazama wachezaji kama Runga, ni sehemu ya wachezaji ambao moja kwa moja wamemnyima game time mwamba anayejulikana kwa jina la Fawaz Issa Basadien ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Lakini pia ukija kwenye jambo la pili ni kwamba Fawaz Basadien huyu ambaye tayari katambulishwa kama kocha mkuu ndani ya Simba ni kocha ambaye msimu jana wamefanya wote kazi ndani ya kikosi cha Stellenbosch na wakaifanya timu hii kuwa imara mpaka kufika katika hatua ya nusu fainali kwenye upande wa ligi ya upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Jambo ambalo Simba wakitazama experience yake, uwezo wake, wanaamini ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kuifanya timu yao kuwa imara, kuwa bora na hatimaye pia kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea. Fawaz Issa Basadien nao ni kijana ambaye ametimiza umri wa miaka 28 na mmoja wa wachezaji ambao wakitazama performance yake imekuwa ni performance ya hali ya juu. In all competition akiwa na Stellenbosch amecheza michezo 111 akifunga idadi ya mabao 8 na akitoa idadi ya assist 18. Involvement yake ni mabao takriban 26 akiwa amehusika nayo akiwa na kikosi cha Stellenbosch. So kutazama takwimu zake, kuna washambuliaji wengi wamesajiliwa na timu tofauti hapa Tanzania wameshindwa kufikia rekodi hizi, lakini Fawaz Issa Basadien yeye ameweza kufanya hivyo, jambo ambalo Simba wakitazama uwezo wake na kile ambacho anakihitaji, wanaamini Fawaz ni mmoja wa wachezaji wazuri ambao watakwenda kuifanya timu yao kuwa imara zaidi. Simba wameridhia kumchukua Fawaz Basadien kwa mkopo, na moja ya timu ambayo kwa sasa imekuwa na ukaribu wa hali ya juu kupata mchezaji ni Simba pamoja na Mamelodi Sundowns katika eneo hilo. Na upande wa Fawaz Issa Basadien, Simba wanamhitaji kumongeza kwenye upande wa Murigo, kwa sababu moja, Murigo ni mchezaji pekee ambaye amesalia kwenye upande wa namba 3 baada ya Nabi Kamara kuondolewa katika jukumu la kucheza kama nambari 3 na kupelekwa kucheza kama namba 6 au nambari 8 baada ya Alassane Kante kuwa na adhabu katika upande wa
wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kuwa na adhabu katika upande wa NBC ya kukosekana katika michezo mitano baada ya kufungiwa na kamati ya saa 72 katika ufanisi na ubora ambao upo. So anytime from now dili eneo ambalo limefikia, tunakwenda kushuhudia Simba kocha wao anayejulikana kwa jina la Steve Barker, ambaye tayari katambulishwa na tayari kaianza kazi rasmi, akimpata na kumjumuisha katika kikosi mchezaji wake wa zamani Issa Fawaz Bassa Dieng, na kuhakikisha timu inakuwa katika mentality ya hali ya juu na kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea katika usanifu na uredi mkubwa katika upande wao. Kikubwa ni kuambie, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umeweza kusubscribe, lakini pia ni kuombe uweze kuweka maoni yako. Ujua Issa Fawaz Bassa Dieng kwenye upande wa left back ndani ya Simba unamuona kama mchezaji wa aina gani na kitu gani pia ambacho anakuja kuongeza katika nafasi hiyo. Maoni yako ni muhimu, lakini pia usahau kusubscribe ili wa kwanza kuzidi kujipatia taarifa zote zenye ukweli na uhakika, na haswa katika dirisha dogo la usajili.